mpendwa msikilizaji wa kipindi chako pendwa cha Kesha la Asubuhi. Baba yetu anajali. Baki nasi, fungua moyo wako. Usisahau kusubscribe na kusambaza kwa wengine. Mungu akubariki. Nena Roho ni Yesu, nena kwa upole, sema kwangu kwa pendo, huachwi upweke. Fungua moyo wangu, nisikie mara, jaza Roho na sifa, sifa zako Bwana. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Karibu katika Kesha la Asubuhi la Januari 23. Somo lisemalo, watu wote wanavutwa kwa Mwokozi aliyeinuliwa juu. Hebu na tuombe. Baba wa mbinguni, asante kwa asubuhi hii. Tunapoenda kusoma neno lako, kuwa pamoja nasi ni katika jina la Yesu. Amina. Nami nikiinuliwa juu ya nchi, nitawavuta wote kwangu. Yohana 12 mstari wa 32. Kamwe hakujawahi kuwa na uelewa mkuu wa Yesu kama ilivyokuwa pale alipoangikwa juu msalabani. Aliinuliwa juu ya nchi ili awavute wote kwake. Katika mioyo ya watu wengi ambao walishuhudia tukio lile la kuangikwa na kusikika maneno ya Yesu, kulikuwa na nuru ya ukweli iking'aa. Wangeweza kutangaza pamoja na Yohana hivi, tazameni mwana-kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Kulikuwa na wale ambao hawakutulia mpaka walipoyachunguza maandiko na kulinganisha kifungu kwa kifungu na kuona maana ya utume wa Yesu. Waliona kwamba msamaha wa bure uliotolewa na yeye ambaye wema wa rehema yake uliukumbatia ulimwengu mzima. Walisoma unabii uliohusiana na Yesu na ahadi za bure na kikamilifu, zikielekeza kwenye chemchemi iliyowekwa wazi kwa ajili ya Yuda na Yerusalemu. Kafara ya Yesu kama fidia ya Mungu kwa ajili ya wadhambi ni ukweli mkuu ambao kweli zote hushikamana. Ili kuweza kueleweka na kupokelewa vyema, ila ukweli katika neno la Mungu toka mwanzo hadi Ufunuo unapaswa kusomwa katika nuru itiririkayo kutoka kwenye msalaba wa Kalvari na katika uhusiano na ukweli mkuu wa ajabu wa upatanisho wa Mwokozi. Wale wanaojifunza juu ya kafara ya pekee ya mkombozi wanakuwa katika neema na maarifa. Ninawasilisha mbele yenu kumbukumbu kuu ya rehema na uongofu, wokovu na ukombozi. Mwana wa Mungu aliyeinuliwa juu kwenye msalaba wa Kalvari. Hii inapaswa kuwa mada ya kila hotuba. Yesu anaalika na kuvuta kwa Roho wake Mtakatifu mioyo ya vijana na wazee kwake. Pale Kristo aliyesulubiwa anapohubiriwa, nguvu ya Injili inadhihirishwa
kwa mvuto inauweka juu ya aminie. Katika mahali pa kubaki kuwa mfu katika makosa na dhambi, anaamshwa. Mwinue juu mtu wa Kalvari, juu na juu zaidi. Kuna nguvu katika kumwinua Yesu Kristo aliyeangikwa pale Kalvari. Huu ndio mwisho wa somo lisemalo watu wote wanavutwa kwa Mwokozi aliyeinuliwa juu. Hebu na tuombe. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa kuinuliwa juu. Umetuvuta wote, umetufanya tustahili, umetukomboa. Tunalisifu jina lako. Asante kwa damu yako iliyomwagika pale Kalvari. Ni katika jina la Yesu, amina. Nena kama zamani ulipoitoa sheria takatifu, niweke pia nipate kutukuza wewe Mungu wangu, mapenzi yako tena daima kusifu. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Kila siku nene Vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi